mstari wake wa kwanza. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Abimeleki mwana wa Yerubali akaenda Shekemu kwa ndugu za mama yake, akanena nao na watu waliokuwa wa nyumba ya baba yake na watu wa nyumba ya baba ya mama yake, akasema, haya neneni tafadhali, msikilizeni mwana waume wote wa Shekemu, mkaulize, je, ni lipi lililo jema kwenu, kwamba hao wana wa Yerubali wote ambao ni watu 70 watawale juu yenu, au kwamba mtu mmoja atawale juu yenu? Yerubali ndio jina lingine la nani? La Gideoni. Amen. 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 Gideoni alikuwa anaitwa jina lake jingine Yerubali. Amen. Kwa hiyo kifo chake, yeye alikuwa na watoto 71. Huyo mmoja alizaa huko nje, ndio huyu jamaa anaitwa Abimeleki. Amina. Amen. Amen. Wakati Yerubali amefariki, yeye akaanza kutafuta ufalme. Amen. Kaanza kupiga kampeni. Anapiga kampeni kwanza, kaanza kwenye ukoo upande wa mama. Amina. Kwa sababu kule ndio itakuwa rahisi kuwakonvinsi. Kabla hajaenda upande wa baba, kuna watoto wengine ambao wa ndoa. Amen. Kwanza nikakonvinsi upande wa mama. Amen. Ndio hapo anapiga kampeni. Yes. Kwamba chagueni, mimi niwe juu ama wale jamaa 70. Amina. 70, wazaliwa 70. Amen. Ambao walitangulia kwake, wenye haki zaidi yake. Amina. Yeye ambaye hana haki ya uzaliwa ndani ya familia, ndani ya ukoo. Yes. Ndio ameanza chokochoko ya kujitangaza kuwa mfalme. Amen. Kwa hiyo kama mfalme alitakiwa wale miongoni mwa wale 70 ndio wenye haki. Yes. Kutokana na uzaliwa wao. Amen. Lakini mtu ambaye hausiki, yuko mbali, amen, ndio anakuja kuanza kutafuta hiyo haki ya kuwa mfalme. Amen. Akipiga kampeni, akiongea na wajomba zake. Yes. Akiongea na ndugu zake. Amen. Sasa tuendelee msomaji. Tena kumbukeni ya kwamba mimi ni mfupa na nyama yenu. Mstari wa 3. Anawaambia kabisa, jamani, mimi ndugu yenu. Amina. Hao ndugu za mama yake wakanena habari zake masikioni mwa hao wote wa Shekemu maneno hayo yote, na mioyo yao ikaelekea kumwandama Abimeleki, wakakubaliana naye, kwa kuwa walisema, huyu ni ndugu yetu. Ndugu yetu. Mstari wa 4. Hao watoto wanaolelewaga upande wa mama. Amina. Mstari wa 4. Wakampa vipande vya fedha 70 vilivyotoka katika nyumba ya Baal-Besiri, na kwa fedha hizo Abimeleki akaajiri watu wapuuzi mabarazuli wafuatane naye. Mstari wa 5. Akaajiri wapuuzi na mabarazuli. Lazima yatakuwa barazuli zaidi. Amen. Ndio. Mstari wa 5. Kisha akaenda nyumbani kwa babaye huko Ofra. Akawaona nduguze hawana wa Yerubali watu 70, akawaua juu ya jiwe moja. Lakini Yosam mwana mdogo wa Yerubali alisalia, kwa maana alijificha. Hapo. Amina. Akaenda akaua ndugu zake wote 70. Manake alikuwa anapitisha katika jiwe moja, anakuchukua na kuweka kwenye jiwe, anakubamiza. Amen. Anakupasua kichwa. Amen. Hapo anatafuta haki ya uzaliwa wa kwanza awe mfalme. Amen. Anaanza na firstborn. Yes. Kaka
kaka mkubwa hapa ni nani? Amen. Tutambuane ndugu zangu, mimi ni ndugu yenu. Mambo ya kutambuana kwenye ukoo haya. Tutambuane, mimi ni ndugu yenu kabisa. Amen. Kwa hiyo kaka mkubwa wetu hapa ni yupi? Brother linainuka, analiweka kwenye jiwe, anabamiza, anapasua kichwa. Amen. Akenda hivyo second born, third, mpaka 70. Amen. Mdogo kabisa ndiye aliyetoroka kwa sababu alikuwa anaenda kwa kufuata umri. Amen. Maana akishakufa wa kwanza, ile haki ya uzaliwa wa kwanza inahamia kwa wa pili. Akiondoa wa pili, haki inaondoka. Akawamaliza wote, akabaki mmoja ambaye alichomoka, akaona huu taratibu huu. Amen. Hii hapana, mimi siwezi kuweka kichwa changu pale. Yes. Lazima uwe mjanja. Amen. Kuchomoka na kukimbia, kuna vitu vingine ni mitego kwenye familia. Amen. Kuna vitu vingine, mkutano wa kifamilia unaweza ukawa ndio wa kubadilisha hatima. Amen. Mtu ananyang'anywa kuanzia leo, huyu sio kaka yenu ni huyu ndio kiongozi. Yes. Haleluya. Amen. Mambo ya kifamilia ni mazito. Amen. Ni magumu. Yes. Lazima ujiweke mbele za Mungu. Ukishajiona wewe una kibali chochote kwenye familia, amen, aidha cha kumwomba Mungu, cha kuokoka, cha mafanikio, lazima umtafute Mungu kwa kiwango kikubwa. Amen. Vita ya wenyewe kwa wenyewe ni nyingi. Amen. Watu wengi ambao tunawahudumia, akianza kukutajia kesi zake, amina, atakwambia kaka yangu kabisa, amina, dada yangu kabisa, amen, ndiye msumbufu wa maisha yangu. Yes. Hiyo yote ni kwa sababu ndani ya familia panakuwa hapana Mungu. Amina. Ndio maana mnagombania huo uzaliwa wa kwanza. Haleluya. Amen. Huyu jamaa akawaua wote. Yes. Hiyo ndio kesi ya mzaliwa wa kwanza ambayo unatakiwa uielewe. Amina. Sasa Yesu anakuja kutakasa wazaliwa wa kwanza kwa yeye kuchukua mapigo yote ya wazaliwa wa kwanza. Amina. Akapigwa ili sisi tusipigwe. Amen. Akachubuliwa ili sisi tusichubuliwe. Yes. Kwa sababu sisi ni kusanyiko la wazaliwa wa kwanza. Amen. Yaani kule mbinguni wote. Yes. Mungu anapokomboa, anakomboa wote, tunakuwa wazaliwa wa kwanza. Amina. Hebu sema amen. Amen. Sema amina kubwa hapo ulipo. Amina. Pigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Amen. Unataka kukombolewa ama utaki? Nataka. Mbona kama vile unaonekana umekubali na matokeo, lakini Yesu anakwenda kubadilisha matokeo. Yes. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Hebu tumpigie Yesu makofi. Yes. Naomba unisomee kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 2. Kitabu kile cha Kutoka sura yake ya 13 mstari wa 2. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama, ni wangu huyo. Amen. Mungu anasema nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Amen. Wa binadamu na wa mnyama. Amen. Ni wangu huyo. Amina. Sasa wakati Mungu anasema huyo mzaliwa wa kwanza ni wa kwangu, shetani na yeye pia anasema maneno hayo hayo. Amen. Kwa sababu anajua mchoro, ramani nzima ya familia ipo kwa mzaliwa wa kwanza. Yes. Baraka zipo kwa mzaliwa wa kwanza. Amen. Njia ipo kwa mzaliwa wa kwanza. Amen. Hatima ya familia ama ukoo, yes, huwa inawekwa kwa mzaliwa wa kwanza. Amen. Kwa hiyo kama Mungu anaweka vitu hivyo kwa mzaliwa wa kwanza, shetani, yes, ili apate kupambana na huo ukoo, amen, lazima miungu yake
nayo iweke ichomeke maagano yake kwa mzaliwa wa kwanza. Amina. Ndio maana unaweza kukuta mzaliwa wa kwanza akianza tu kuishi maisha ya ovyo na wadogo wote wanaanza kuelekea huko. Amen. Manake tayari familia imekamatwa. Yes. Ukimkamata yule umekamata familia nzima. Amen. Lakini leo Bwana anataka tuwatakase wazaliwa wa kwanza. Amina. Wawe wa kwake. Amen. Ndani ya familia yako wewe ni mzaliwa wa kwanza. Yes. Katika jambo fulani. Amen. Leo Yesu akutakase mwenyewe. Amen. Damu yake iliyomwagika msalabani, yes, ikafanyike kuwa utakaso kwako. Amina. Sema amen. Amen. Tusome kitabu cha Waebrania. Waebrania 12 kuanzia mstari wa 21 mpaka 23. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 12 mstari wa 21 hadi wa 23. Roho Mtakatifu na tufunulie maandiko. Na hayo yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha, hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Mstari wa 22, bali ninyi mmefikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi malaika elfu nyingi. Ndiyo. Mstari wa 23, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu, mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Amen. Amina. Haleluya. Kule mbinguni kuna mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza. Amen. Kwa lazima upambane, yes, na wewe upate ile haki ya uzaliwa wa kwanza. Amen. Ndani ya familia. Yes. Inawezekana kwenye familia ni familia inayoamini uganga. Amen. Inayoamini miungu. Yes. Lakini leo Mungu akufanye kuwa mzaliwa wa kwanza. Amen. Mwenye imani ya Mungu wa kweli. Yes. Kitendo chako cha kuwa wa kwanza kuamini Mungu wa kweli. Amen. Lazima pawe na vita. Yes. Lazima pawe na mashambulizi. Amen. Yusufu alipigwa na ndugu zake. Yes. Kwa sababu alipewa ukuu ndani ya familia. Amen. Alivyopewa tu ule ukuu, ndugu zake wakamwonea wivu, wakaanza kumshambulia. Amen. Akitokea huku anasema amekuja muota ndoto. Yes. Akitokea huku wanapanga mipango ya kumtupa. Amen. Wanapanga mipango ya kumuuza. Amina. Wanamipanga mipango ya kumchinja. Chinja. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Uzaliwa wa kwanza ulionipatia wa kukujua wewe. Naomba unilinde. Naomba unitetee. Naomba unipiganie. Nakataa kila vita. Nazuia na kugeuza mapigano ya mzaliwa wa kwanza. Nageuza mapigano ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu, nitakase kama mzaliwa wa kwanza mwenye kumiliki, kama mzaliwa wa kwanza mwenye ushindi, kama mzaliwa wa kwanza mwenye afya, kama mzaliwa wa kwanza mwenye nguvu za maombi ndani ya familia. Bwana Yesu, nakataa shambulio, mapinduzi ya uzaliwa wa kwanza katika ibada ya leo. Bwana, unitetee, unipiganie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante kwa neema yako, kwa ushindi wako. Asante kwa kunitetea, kwa kunishindia vita yote ya uzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu, ulifanyika kuwa limbuko lao waliolala, ili kuanzia leo nisilale tena, nisikae tena kwenye kifungo cha waliolala. Bwana Yesu, katika Pasaka hii wazaliwa wa kwanza pande wa adui wapigwe, waniachie, waanguke kwa jina la Yesu. Wazaliwa wa kwanza wa maadui, wa shetani, wa wachawi wapigwe, wapigwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, kila roho inayopambana na haki
ya mzaliwa wa kwanza. Roho zote za magonjwa, za uharibifu, za vita, nazipangua, nazitawanya, nazipangua. Kila roho ya magonjwa, ya madeni, ya uchawi, roho zote za kucheleweshwa, roho ya kucheleweshwa iliyomkuta Yusufu leo naikataa katika mchakato wa maisha yangu. Bwana, naipangua hiyo roho. Pangua roho zinazopambana na haki za wazaliwa wa kwanza. Pangua leo, ondoa leo, chomoa. Ndani yako kuna familia zina uchawi, kuna familia zimekamatwa na uganga. Unapoinuka kuwa mtumishi wanakataa, hata roho inakataa. Pambana nayo, huwa uzito, pambana nao wewe, shindana nao leo. Pambana na nguvu za giza zinazopambana na uchumi wako, zinazopambana na vipawa na karama na ndoto na kazi na biashara na neema na nyota. Pambana sasa, pambana na hizo spirit. Pia pinzani wote na upangua. Kila roho ya upinzani katika uchumi inapanguliwa, inaondolewa, inang'olewa, inatolewa. Hiyo roho ya kuibiwa baraka leo pangua, leo ondoa kwa jina la Yesu. Pangua leo, napangua leo kila roho inayopambana kunirudisha nyuma. Napangua leo kwenye vipawa, kwenye kalama, kwenye uchumi, kwenye ndoto, kwenye mipango, kwenye kusudi, kwenye hatima, kwenye huduma, kwenye nyota. Napangua leo wanaopambana na vipawa vyangu. Napangua leo wanaopambana na kalama yangu. Napangua leo wanaopambana na uchumi wangu. Napambana leo wanaopambana na ndoto zangu. Napangua leo wanaopambana na mipango yangu. Napangua leo wanaopambana na kusudi langu. Napangua leo yoyote yule anayepambana na ndoto zangu na kalama yangu na uchumi wangu na ndoto zangu na mipango yangu na kusudi langu na huduma yangu na nyota yangu. Napangua leo huyo adui aliyepambana na kipawa changu. Napambana leo na huyo adui aliyekamata kalama yangu. Leo napangua leo.